Macho yangu umwelekea Bwana daima, naye atanitoa katika hofu. Karibu ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo tunaadhimisha Dominika ya 3 ya Kwaresma ya mwaka A wa Kanisa. Mama Kanisa anatualika kukutana na Yesu Kristo kama chanzo cha maji ya uhai. Safari ya Kwaresma inaendelea na leo tunaitwa kutambua kiu iliyomo ndani ya mioyo yetu. Kiu ya upendo, kiu ya haki, kiu ya msamaha na ya uzima wa kweli. Yesu anatualika tumkaribie bila hofu, kwa sababu yeye pekee ndiye anayeweza kutushibisha kiu ya ndani ya moyo. Katika masomo yetu ya leo, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya 3 hadi 7. Wana wa Israeli jangwani wanamnung'unikia Mungu kwa sababu ya kiu. Mungu anamwagiza Musa apige mwamba na maji yatoke. Katika somo la pili, somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya 1 hadi ya 2 na ile ya 5 hadi ya 8. Mtume Paulo anatufundisha kuwa tumepatanishwa na Mungu kwa Kristo na upendo wa Mungu umemwaga mioyoni mwetu kwa Roho Mtakatifu. Na katika somo la Injili, mwinjili Yohana sura ya 4 aya ya 5 hadi 42, Yesu anakutana na mwanamke Msamaria kisimani, anamwomba maji, anamfunulia kuwa yeye ni maji hai, anamponya ndani kwa ndani na kumfanya shahidi. Karibu tujumuike pamoja katika tafakari hii itakayoletwa na kuandaliwa kwenu na Padri Faustin Rwechungura kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Wapendwa wana taifa la Mungu, niwakaribisheni tena kwa tafakari ya neno la Mungu. Tuanze na utangulizi mfupi. Tupo kwenye kipindi cha Kwaresma. Na kipindi cha Kwaresma tulichokianza takribani zaidi ya majuma mawili yaliyopita, tulialikwa na tunaendelea kualikwa kuendelea kufanya toba, kumrudia Mwenyezi Mungu, kuwa watu wa sala, kutenda matendo mema, kutoa sadaka na hasa kwa wahitaji. Sasa hili juma la 3 twende na dhamira nyingine. Hapa tunamuona Yesu yupo kisimani, katika kisima cha Yakobo na mama Msamaria. Na dhamira kuu naweza nikasema kwamba Yesu ndiye chanzo cha uzima kwa mataifa yote. Yesu ndiye chanzo cha uzima kwa mataifa yote. Katika masomo yetu ya tafakari hii ya Dominika ya 3 ya Kwaresma, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya ya 3 mpaka ya 7. Aya hii inamuonesha kiongozi wa Wayahudi Musa, ambao walikuwa nasafiri kutoka utumwani Misri kuelekea nchi ya ahadi. Walipofika jangwani wakakosa maji, wakataabika. Watu wanaanza kuchukia mpaka wanataka kumpiga Musa, wanasema tupatie maji ya kunywa. Na yeye Bwana anamwambia Musa, pita mbele ya watu ukawachukue baadhi ya wazee wa Israeli pamoja nawe, na ile fimba ambayo uliupiga mto kwayo uitwae mkononi mwako ukaende. Tazama, nitasimama mbele yako huko juu ya lile jabali katika Horebu, nao utalipiga jabali na maji yatatoka, watu wapate kunywa. Na kweli Yesu Musa akamtii Bwana, akafanya kitendo hicho, akaligonga jabali kwa ile fimbo yake, watu wakapata maji ya kunywa. Lakini ukiangalia yale maji ya kunywa aliyoyapata, yalikuwa ni maji tu ya kunywa kama tunavyokunywa maji sisi tunavyokula chakula, lakini yalikuwa sio maji sasa ya uzima wa milele. Tutasikia katika Injili Yesu jinsi ambavyo anatoa maji halisi, maji ya uzima wa milele. Somo la pili ni kuombe utalisoma na ufanye tafakari binafsi. Linatoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya 1 mpaka ya 2 na aya ya 5 mpaka ya 8. Na hifadhi muda wa kutosha ili niweze kwenda kwenye Injili ambayo ni ndefu kidogo,
ili tuweze kuisikiliza vizuri, na ni simulizi nzuri sana. Ni kuomba ulisikilize vizuri, tuende pamoja. Nisome kabisa kwanza injili hii ambayo inatoka Injili ya Yohane sura ya 4 aya ya 5 mpaka aya ya 42. Wapendwa wana taifa la Mungu, injili hii ndefu tumemwona Yesu. Ukisoma ile sura ya 4 kuanzia mstari kimsingi wa kwanza pale na kwenda mpaka wa 3, kwa sababu leo tumeanzia mstari huu wa 4 wa sura ya 4. Yesu ni kwamba aliamua kuondoka kusini ambako kulikuwa ni Yudea, kusudi aweze kuelekea kaskazini ambako ni Galilaya. Lakini kwa ufupi tu ni kwamba nchi ile, tuseme Uyahudi nzima, ilikuwa naweza nikasema na majimbo matatu. Jimbo la kusini lilikuwa ni Yudea, ambayo mji wake mkuu ulikuwa ni Yerusalemu. Katikati kulikuwa na Samaria, ambayo mji wake mkuu ulikuwa ni Samaria hiyo. Alafu na kaskazini kulikuwa na jimbo jingine ambalo lilikuwa ni Galilaya. Sasa Yesu alizaliwa kusini kule Yudea, kusini kabisa, lakini kwao kimsingi Yesu ilikuwa ni Galilaya kule juu, kwa sababu najua Yesu alishuka kule, alipanda kuelekea Yerusalemu kule kwa ajili ya sensa pamoja na wazazi wake, ndipo akazaliwa kule. Sasa tumeambiwa kwamba Yesu aliamua kwenda kwenye lile jimbo au eneo la Samaria. Lakini nitoe kwanza maelezo kidogo juu ya Samaria. Kulikuwa na uadui mkubwa kati ya Wayahudi waliokuwa nakaa Yudea pamoja na watu waliokuwa nakaa Samaria. Na tunayo historia ndefu ya chuki kimsingi ya uadui kati ya Wayahudi na Wasamaria, ambayo imedumu pengine hata leo bado kitu hicho kipo. Wote wanamkiri mhenga wao mmoja katika imani, yani Ibrahimu, yani Wayahudi pamoja na Wasamaria. Na wote wana vitabu 5 vya kwanza vya Biblia, yani ile Torati, wote wanavikiri hivyo. Kulikuwa na sababu nyingi pia nyingine ambazo zilisababisha kuwepo kwa chuki kati yao. Sababu mojawapo ni kwamba baada ya kifo cha mfalme Sulemani au Solomoni, palitokea ugaidi mwaka 933 kabla ya kuzaliwa Kristo, uliosababisha kutengana falme za kaskazini na falme za kusini. Kabla ya hapo, wakati wa mfalme Daudi, ilikuwa tuseme nchi moja, lakini mwaka huo alipofariki Solomoni mtoto wake na Daudi mwaka 933, nchi ile ikawa imegawanyika. Kwa hiyo kawepo ufalme wa kaskazini na ufalme wa kusini. Ufalme wa kusini ndiko kule Yudea, na ufalme wa kaskazini sasa ndio Israeli kule juu, ufalme wa kaskazini kule. Sasa mji mkuu wa ufalme wa kaskazini, kama nilivyotangulia kusema, ulikuwa ni Samaria, na ule ufalme wa kusini ulikuwa ni Yerusalemu. Ufalme wa kaskazini ulistawi sana kiuchumi, kijamii kuliko ufalme wa kusini. Na ilipofika mwaka 1722 kulikuwa na watu ambao walikuwa na nguvu nyingi na wakali sana katika vita, waliitwa Waasiria. Huo mwaka 1722 walivamia ule ufalme wa kaskazini, wakauteka nyara, alafu wakawachukua mateka viongozi na baadhi ya watu mateka, wakawatoa katika nchi yao wakaenda nao. Alafu kilichofanyika, wakawateua wageni kuwa viongozi wa watu hao ambao waliwaondoa. Wakawaweka viongozi na baadhi ya watu mateka wengine waliowatoa katika nchi nyingine wakaweka humo. Sasa kitendo hicho kikafanya wale wa Samaria baada ya muda wakawa wanaoana na hao wageni waliokuja. Kwa maana yake wakawa mchanganyiko. Kule kusini wenyewe wakabaki kama walivyo, kwa sababu wenyewe hawakuvamiwa ule ufalme wa kusini. Kumbe kizazi kilichofuata kilikuwa ni kizazi halisi, kilikuwa si kizazi halisi cha Wasamaria baada ya muda kwenda, kwa sababu ya kuoana na kuzaliana. Ndiyo maana Wasamaria walidharauliwa na Wayahudi wa Yudea kule kusini, kwamba ingawa wao walibaki ni maskini, lakini walikuwa na kizazi halisi cha Wayahudi. Basi tumebaki na umaskini wetu, lakini sisi ni Wayahudi
Kabisa kabisa. Nyie sawa, pamoja na kwamba mna uwezo, ni matajiri kidogo kuliko sisi, lakini mna mchanganyiko, amuko damu halisi ya Kiyahudi. Kumbe wale Wayahudi wa kusini wakawa na wadharau wa Samaria, wanaona wale Wayahudi wa kusini ndio wakawa na wadharau wale wa Samaria, kwamba ni watu wamechanganya damu, sio watu piwa kabisa Wayahudi. Kumbe wakati wa Yesu kulikuwa hata na tusi kwamba Myahudi kumuita mwenzake Msamaria ilikuwa ni tusi. Mtu akisema wewe Msamaria wema, kwa kweli ilikuwa tusi kubwa sana. Na ndiyo maana Wayahudi waliwachukulia Wasamaria kama si taifa, yani kama washenzi fulani, watu ambao wana maadili mazuri na kadhalika. Kumbe hata wapinzani wa Yesu, kwa mfano ukisoma Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 48, kuna kipindi walimtukana Yesu, wakasema Yesu ni Msamaria na pepo. Unaona, ilikuwa ni tusi kubwa sana. Kumbe kama nilivyoeleza historia hiyo kwa kifupi, kulikuwa na uadui. Sasa tumeambiwa kwamba Yesu sasa akaamua kukatiza, anatoka kusini Yudea anaelekea kaskazini kuelekea Galilaya kule, akaamua kukatiza Samaria pale katikati. Wayahudi kitu ambacho walikuwa wanafanya, kwa sababu mtu angelikatiza kule ingelibidi uende kujitakatifuza, kwa sababu walikuwa wanasema kwa kupita mle ukawa na ukashikana labda, au hata nchi ile ni kama basi unakuwa mchafu kimila zao na kiimani yao, ilibidi uende na ujitakase na kadhalika. Lakini Yesu yeye akaamua kupita pale, na ile ilikuwa kimsingi ni njia ya mkato. Wayahudi ambao wakutaka kujifanya wachafu kutokana na kupita kwa Samaria uchafu, lakini kiimani na kimapokeo, wenyewe ni kama walipiga kona kuizunguka Samaria, ila Yesu alipita katikati. Sasa Yesu kupita katikati akielekea kaskazini, sio kwamba alipita kwa sababu za kijiografia kwamba ngoja nitumie njia ya mkato nifike haraka. Hapana, ni kwa sababu aliona kwamba neno la Mungu inabidi pia lihubiriwe kwa Wasamaria, pamoja na kwamba ni maadui wa Wayahudi, lakini neno la Mungu inabidi lihubiriwe kule. Na kama tulivyosikia, lilikuwa simulizi refu sana. Wamefika mahali kwenye kisima cha Yakobo, Yesu amechoka sana na kaa pale, anakuja mwanamke ambaye ni Msamaria. Wale mitume wa Yesu wameenda kununua chakula, wanaongea, tumesikiza yale mazungumzano, nipe maji ninywe. Alafu yule Msamaria anasema wewe ni Myahudi, hatupasi kuchanganyikana. Kama nilivyoeleza kwa kifupi sababu ambazo hazipaswi wachanganyikane. Lakini kitu kingine pia, Yesu hakupaswa kama mwanamume wa Kiyahudi na mwalimu au rabi, hakupaswa kuongea na yule mwanamke wa Kisamaria, kwa sababu ilikuwa katika mila na desturi za Kiyahudi, mwanamume wa Kiyahudi na hasa mwalimu au rabi kuongea na mwanamke, hata kama ni mke wake au binti yake au dada yake, hawakupaswa waongee yani kwa watu mbele hivi au mitani hivi. Ungeliweza kuongea na mke wako au binti yako nyumbani tu, nje hakuna kuongea na mwanamke yeyote yule. Na ndiyo maana mitume walipokuja wakamkuta Yesu pale kisimani, wakashangaa kwa nini anafanya hivyo, lakini wakashindwa hata kumuuliza. Lakini ipo sababu nyingine, mitume walipokuja wakashangaa pia kumkuta Yesu anaongea na mwanamke, walishangaa pia wale mitume. Kwa nini pia walishangaa? Ni kwa sababu wanaume wa Kiyahudi walipotaka kupata wachumba wao, kimsingi waliwapata kwenye visima vya kutekea maji, kwa sababu kuteka maji kwenye visima ilikuwa ni kazi ya wanawake, na walikuwa wanapenda kuja mida ya saa ya jioni, jua halipo la kutosha, au asubuhi, lakini zaidi jioni. Kwa kumkuta Yesu na yule mwanamke, mtu anaweza akasema Yesu na mwenyewe kama anataka kuchumbia hapa au nini, lakini wazi Yesu yeye yake haikuwa hivyo. Lakini yale yote hayo waliyaweka moyoni na walishindwa kumuuliza. Utamuulizaje Yesu Bwana wao? Hawakuweza kumuuliza. Na ukitaka kupata hayo ninayoyasema juu ya wanaume wa Kiyahudi kutafuta wachumba kwenye visima, unaweza nikakupa mfano mmoja, kwa mfano wa Musa na mchumba wake ambaye baadaye alikuwa ni mke wake Zipora, binti wa Jethro. Unaweza ukasoma kitabu cha Kutoka sura ya 2 mstari wa 16 mpaka wa 22. Au Isaka, yule mtoto wa pekee wa Ibrahimu, na yeye ukisoma maelezo, na yeye mke wake
alimpata kwenye kisima alipotuma Ibrahimu, alipomtuma mtumishi wake wa nyumba ile kwenda kumtafutia binti. Na hiyo unaweza ukasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 24 aya ya kwanza na kuendelea. Utaona vizuri sana mke wa Isaka ambaye alikuwa anaitwa Rebeka. Basi tukifupisha maongezi yetu, ndiyo maana mitume wake basi waliona Yesu, mbona naongea na huyu mwanamke, ilikuwa kawaida. Lakini kitu kingine ambacho ningependa ukijue pia ni kimoja hiki, kwamba yule mwanamke, Yesu alikuwa kwenye kisima mida ya saa 6. Yule mwanamke alikuja kuchota maji saa 6. Nimegusia kwamba wanawake wa Kiyahudi walipenda kwenda kuchota maji kisimani mida ya jioni kwenye saa 11, 12, wakati jua limetuatua, kuna ubaridi kidogo, jua si kali. Lakini saa 6 yule mwanamke akaje, tena yuko peke yake. Na wanawake wa Kiyahudi kama pengine walivyo wanawake wetu, unakuta pale kwenye kisima wanachota maji, wanapiga story, umbea kidogo kidogo, walipenda sana kuja kama kundi. Huyu mwanamke yeye alikuja peke yake, na inaashiria, baadhi ya watu wasomi wa Biblia wanasema inawezekana yule mwanamke pengine alikuwa hana maelewano vizuri na wanawake wengine, au kulikuwa na kitu ambacho si sawa. Kwa nini aje peke yake wakati wengine wanakuja pamoja? Lakini kwa nini aje saa 6 kwenye jua hilo? Basi, lakini au labda tunaweza kusema ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Lakini Yesu anapoendelea na mazungumzano, tumesikia yule mwanamke Msamaria anamuona kama mwanamume wa Kiyahudi Yesu. Baadaye wanapoendelea kuongea na anaanza kumuita Bwana. Wanapoendelea kuongea anamwambia nenda umlete mume wako. Alafu Yesu anamwambia yule mwanamke anasema sina mume. Ndio Yesu anamwambia ulishakuwa na wanaume 5 na uliye naye si mume wako. Basi yule mwanamke anasema kweli, huyu mwanamume mtu aliyeniambia haya yote bila shaka atakuwa ni nabii. Kwa nini afahamu historia yangu, yani ya mambo ambayo pengine huyu ni mgeni akupasha kuyajua? Naona. Na walipoendelea ndio akasema kwamba huyu ni Masia. Na baada ya kumtambua Yesu kama Masia, akakimbia kwenda kuambia watu wenzake kwenye mji ule, akaacha chombo chake pale cha maji, akawaambia watu, wakaja wakamsikiliza Yesu, na wao wakamwamini Yesu, mpaka wakamwambia kaa kwetu muda wa siku 2. Sasa na huyu mwanamke kuna mambo mengi ya kusema, basi tu muda wetu pengine unatubana. Huyu mwanamke unaona alikuwa ameshaolewa na wanaume 5. Sasa inabidi kutoe makini. Watu wengine wanasema huyu mwanamke pengine alikuwa labda sijui ni malaya, sijui ni kitu gani. Tuwe makini. Biblia hapa haijasema. Sasa kwa kuwa alishaolewa na wanaume 5, kuna mambo kadhaa hapa. La kwanza, labda alikuwa ameolewa na wanaume hao, labda anapewa talaka. Unaolewa na mume wa kwanza na kupiga talaka, mwanamume wa pili na kupiga talaka, inawezekana. Lakini kitu kingine, inawezekana labda wale wanaume walikuwa wanakufa pengine. Magi inawezekana ukawa unapata niwite mkosa au bahati mbaya, unaolewa na mwanamume wa kwanza anaitwa na Mwenyezi Mungu, wa pili, wa tatu, mpaka unaenda naye mpaka wa 5. Lakini ambacho tuna uhakika nacho, yule aliyekuwa anaishi naye Yesu mwenyewe amesema hakuwa mume wake. Maana yake ni kama alikuwa anaishi ile ya kusema tuishi pamoja ila hamjafunga ndoa, au labda maisha ya ukimada tunaweza tukasema. Unaona? Na wataalamu wengine wa Biblia wanasema kwamba huyu mwanamke kwa maisha hayo, labda ndio maana pengine alikuwa hauziki miongoni mwa wanawake wengine, kwamba labda wanamdharau au wanamdhihaki na nini, ndio maana akaja kuchota maji mchana peke yake kwenye jua lile. Anyway, Biblia lakini haisemi hayo yote. Ni mawazo ambayo tunajaribu kutafakari na kuyadadavua kwenye maandiko haya matakatifu. Sasa kisha maneno hayo mengi na maelezo marefu labda ambayo nimeyaongelea na kukutafakarisha, tunajifunza nini? Kwangu mimi ndicho kitu kikubwa sana. Cha kwanza ambacho naweza nikasema ni hiki, kwamba Yesu ndiye chemichemi ya maji ya uzima wa milele kwa mataifa yote. Narudia, cha kwanza, Yesu ni chemichemi ya maji ya uzima kwa mataifa yote. Somo la kwanza tumesikia Musa anawapa maji wale Wayahudi waliokuwa kwenye jangwa kwa kugonga fimbo yake kwenye jabali au mwamba, wanapata maji. Yale yalikuwa maji ya kawaida, walikunywa na baadaye waliendelea kupata kiu. Lakini maji anayoyatoa Yesu ni ya uzima. Na ndiyo maana katika mazungumzano na yule mama wa Kisamaria,
Walipoendelea kuongea na Yesu akasema, nipo maji hayo ninywe ili nisipate kiu tena. Ukimfahamu Yesu, Yesu akayajaza maisha yako, akawa ni Bwana na Mungu wako, ukaishi ukajishikamanisha na yeye, utapata uzima wa milele. Na hata kama una mahangaiko haya ya kidunia, kama umejishikamanisha na Bwana wetu Yesu Kristo, basi wewe hutakuwa na mahangaiko. Na Yesu ndiye neno lake, injili yake, maongozi yake ndiyo yanatupa uzima wa milele. Kumbe Yesu ndiye anayetoa maji ya uzima wa milele. Na kuuliza sasa, je, Yesu kweli unaona anatoa maji ya uzima wa milele kwako? Yesu unaona ndiye kila kitu kwako? Na sasa tunapokuwa kwenye kipindi cha Kwaresma, kama bado unaona una mahangaiko, kama unaona bado hujajishikamanisha na Yesu kuwa chanzo cha uzima wa maisha yako, badilika, bado hujachelewa sana, anza maisha mapya katika yeye. Kitu cha pili, neno la Mungu ni kwa watu wote. Narudia, kitu cha pili tunachojifunza, neno la Mungu ni kwa watu wote. Yesu tumesikia alikatiza Samaria kwa maadui ambao walikuwa ni maadui wa Wayahudi. Aliona kwamba pamoja na kwamba hawa ni maadui wa taifa langu, Wayahudi wenzangu, lakini alivuka mipaka ya kikabila, alivuka mipaka ya uadui. Kumbe uinjilishaji wetu unapaswa uwe kwa nchi zote, makabila yote, bila kujali matabaka. Unajua ndugu zangu wapendwa katika Kristo, wakati mwingine sisi binadamu mara nyingi tunaweka matabaka. Mimi ni kabila fulani, wewe ni kabila fulani. Wale ni watu ambao wana maisha haya, sisi tunaishi maisha haya. Huo haukuwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Mpango wa Mwenyezi Mungu, sote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, na sote tunaitwa na Mwenyezi Mungu kama watoto wa baba mmoja na mama mmoja. Kwa sisi katika kuhubiri kwetu, hiyo mipaka ambayo si ya lazima tuiondoe. Nikijaribu kutafakari hivi, Yesu ni waza ametupa mfano, na Msamaria vile vile ametupa mfano ulio mzuri wa uinjilishaji kwa watu wote. Na yule Msamaria, mama wa Kisamaria, ndio mama wa Kisamaria, hakukataa kwamba huyu ni Myahudi nisipokee neno lake. Alilipokea neno lake vizuri kabisa bila kuwa na wasiwasi kwamba labda huyu ni ndugu yangu na kadhalika. Hebu tujiulize, tunapoongelea kwamba uinjilishaji ni kwa watu wote, kwa mfano kwenye parokia yako wewe mahali ulipo, kama ni padre, kama ni mtawa, kama ni mlei, au kwenye jumuiya yako, nilikuwa najaribu kujiuliza, hivi tuna mipango yoyote ya kuwatafuta wale waliopotea au waliolegea, au kusema kwamba kuna sehemu fulani bwana panahitaji uinjilishaji? Tuna mpango wote? Najaribu kujiuliza, nina wasiwasi hapo. Unajua mara nyingi tunaridhika na kuwakumbatia wale wanaokuja kanisani mara kwa mara. Ndio hao tunaongea nao, tunawapa sijui neno la Mungu na kadhalika. Lakini kuna watu wengi ambao na imani, kwa mfano ni Wakatoliki, wakiamua kuja kanisani, nadhani makanisa yetu yangelifurika. Lakini hatuwaendei, pengine kwa sababu mbalimbali, uvivu wetu, au pengine kusema kwamba wale wamepotea tuwaache na kadhalika. Kuna watu wengi, kwa mfano mimi nawaona hata kanisani kwetu hapo, wanakuja hapa kila siku kusali, na mimi mwenyewe nasali nao. Na pengine wanaweza kuwa watakatifu wanaoishi kabisa na wanafanya vizuri. Lakini waulize, hivi ulishakuwa na mpango wote kwamba, au unao mpango wote wa kusema kwamba ngoja niwaendee ndugu zangu, kuna jirani yangu ambaye ameacha kusali, kuna jirani yangu ambaye amelegea, kuna jirani yangu apokei masakramenti na kadhalika, kuna jirani yangu ambaye jumuiya haji kusali, hebu niende nimtembelee? Au mkaenda kama jumuiya, au wewe padre ukaenda kuwatembelea hao watu, au wewe mtawa ukafanya kitu cha pekee kuwaleta hao watu? Mpango huo upo. Yesu anatufundisha leo tutoke mahali tulipo, tuache uvivu wetu, tuache kama kuna mipaka ambayo tumeiweka, tuende kuwahubiria watu hao. Mimi wakati mwingine nashangaa sana, nikienda kama jumuiani kwa mfano kusali, na tukimaliza kusali basi wanatupatia chakula, unakula chakula kizuri, ila wanapokuwa wanatoa kama utaratibu, ndani ataingia padre kwa ajili ya chakula, atasindikizwa na mwenyekiti wa jumuiya, mwenyekiti wa kigango, na mzee fulani, hata kama huna uongozi, labda mzee mashuhuri, labda ana pesa kidogo hivi au ana heshima zake, ana koti zuri pale, au mama fulani, hao ndio tunakula nao. Sijawahi kuona wasema tukaribisha chakula watafute wale watu ambao labda hawajafunga ndoa, au wale watu ambao pengine labda hawana sifa nzuri pale kwamba ndio nao chakula. Sijawahi kuona.
labda baada ya mahubiri haya ikitokea. Mungu ana nguvu zake. Hiyo mipaka tunayoiweka tuiondoe. Au wakati mwingine unapata ripoti ya jumuiya au ya kigango, Mheshimiwa Baba Paroko, jumuiya yetu ina familia 20, familia 10 ni hoi na familia 10 ni hai. Wakitaka kusema kwamba labda wanaopokea masakramenti ndio hai, wanaofagia kanisa, na wale wengine labda ambao wanakuja kanisani kusali mara chache au hawapokei masakramenti kwamba hao ni hoi. Kwa nini tuweke labels hizi? Baada ya kuweka labels hizi tungeliwaendea wale watu na kufanya kazi ya pekee. Wale watu tungeliwaleta. Tujifunze kwa Yesu na kwa mama huyu wa Kisamaria kuwaendea watu wote. Lakini pengine la mwisho tunalojifunza, tumeongea sana muda mrefu, ni kwamba wiki ya 3 ya Kwaresma huwa tunapokuwa kwa mwaka mzima miaka kadhaa tunakuwa tunaandaa wakatekumeni. Huwa Jumapili ya 3 ya Kwaresma huwa tunawafanyia takaso la kwanza wakatekumeni. Wakatekumeni maana yake ni wale wanafunzi wa dini ambao wanakuwa ni watu wazima ambao walikuwa hawajabatizwa. Takaso la kwanza basi tunawapokea kwa mara ya kwanza pale, tunawaombea na kadhalika. Tutaendelea na Jumapili ya 4 ya Kwaresma na Jumapili ya 5 ya Kwaresma. Na pengine somo hili limewekwa kwamba wakatekumeni hao na wenyewe tuende nao kwa hatua. Na wakatekumeni ni wazi wanamfahamu Bwana wetu Yesu Kristo kwa hatua, kama sisi tunavyoendelea kumfahamu Bwana wetu Yesu Kristo kwa hatua. Kwa sababu ukirudia tena ile Injili kwa umakini, yule mwanamke alipokutana na Yesu pale kisimani, alimuona tu ni mwanamume wa kawaida wa Kiyahudi. Baadaye akamuita Bwana. Baadaye akasema ni nabii. Baadaye akasema ni Masiha. Yesu akajifunua kwamba mimi ndiye Masiha. Kwa hiyo mwanamume wa kawaida, Bwana, kuna heshima fulani pale ya heshima fulani, nabii kapanda zaidi, na Masiha sasa ndio akamalizia maana yake ni Mungu. Na wakatekumeni hao wanapigishwa hatua, wanamfahamu Mungu taratibu taratibu. Somo hili limewekwa makusudi kwa nia hiyo. Kumbe tuombeane wakatekumeni wetu wanapoendelea kumfahamu zaidi Kristo, wanapoombewa mpaka Pasaka pale wanapobatizwa, basi waweze kumkumbatia Kristo ambaye ni Bwana na kiongozi wa maisha yako. Yesu, tunakuomba uendelee kutupa maji ya uzima, maji ambayo hayatatupatia kiu tena, hayatatufanya tupate kiu tena, tuishi milele daima na wewe. Yesu, tuongoze mimi na wewe unayenisikiliza katika vyombo mbalimbali, tuwe wa injilisti, tuwe watu wa kupeleka neno la Mungu kwa watu wote bila kujali mipaka, bila kusema huyu ni adui yetu, bila kujali kwamba huyu hafai, bila kujali kitu chochote kile, tuwapelekee neno la Mungu. Yesu, tunaendelea kuomba nasa katika kipindi cha Kwaresma, tuondolee uvivu wetu, tuondolee majivuno yetu, tuondolee yale yote ambayo yanatufanya tusikutangaze wewe, ili uweze kujulikana na watu wote wakufahamu. Huyu mama wa Kisamaria ametupa mfano mwema kuwaita watu njoo muone Kristo, na sisi tuwalete watu kwa Kristo. Nikutakie neema na baraka katika kipindi cha Kwaresma, na Mwenyezi Mungu akubariki kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.